kujua nini maana ya kusengenya. Mtume anasema alghiba, kusengenya, dhikru akhaka bima yakrah, ni kule kumtaja ndugu yako Muislamu katika jambo ambalo analolichukia, akisikia kwamba wewe umemsema kwa sifa hizo. Masahaba wanamgeukia Mtume sallam, wanamwambia ya Rasulullah, afaraaita, unaonaje, in kana fi akhi ma aqul, nikimsema ndugu yangu Muislamu kwa jambo ambalo analosifika nalo kwamba hili ndilo lilokuwa nao, mathalan fulani mzinifu na kweli anazini, unaonaje swala hilo ya Rasulullah? Qala in kana fi ma taqulu faqad ikhtabtahu, ikiwa ni kweli anasifika kwa sifa hizo unazozisema, ndio umesema ghiba, umesengenya. Wa illa faqad bahattahu, kama hujasema maneno hayo basi utakuwa umesema uongo, umemzulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, unadhani kusengenya ni dhambi iliyokuwa ndogo? Rawa al-Imam Ibn Abi Dunya, na hii hadithi ameitaja Sheikh Albani alayhi rahmatullah fi Jami' as-Saghir, hadithi ya Anas ibn Malik. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna dirham yusibuhu ar-rajul min ar-riba a'zamu 'inda Allahi min khatiya min 36 zania. Ile shilingi moja anaoipata Muislamu kutokana na dhambi ya riba, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala dhambi yake ni kubwa kuliko wenye kufanya uzinifu watu 36. Wa arba riba, na kubwa ya dhambi kushinda riba, irdhul muslim, ni kukaa kusengenya waislamu wenzio, ni kusengenya waislamu wenzio. Kwa nini siwe dhambi iliyokuwa kubwa? Kwa nini simtie mtu katika moto wa jahannam iyadhan billah? Na Allah ameandaa wadin, jangwa, bonde katika chimo la moto wa jahannam kwa sifa ya kina nani? Kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wailun likulli humazatin lumaza, ole wao. Wanasema watu wa tafsiri ya Qur'an, wailun ni wadi katika moto wa jahannam. Ole wao wenye kusengenya, ima kwa kutumia midomo yao, kwa wale wenye kuwasengenya wasiokuwepo kwenye vikao, au wale wenye kuashiria kwa ndimi zao, au kwa